Rasulullah miftahu jannati Muhammad Rasulullah miftahu jannati. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, kwamba kila mwanadamu ni mwenye kukosea na mbora wa wale wenye kukosea ni yule ambaye anatubia, anafanya toba. Leo katika Tabasamu Tafakari tumekuandalia klipu ambayo inaonyesha vijana hawa katika nchi fulani wakiwa katika hali ambayo sio nzuri. Yani wanaonekana walikuwa ni wahuni, wamejichora tattoos katika miili yao, wamejiharibu macho, walikuwa wakitumia madawa. Lakini amewafuata moja katika waja wema kwa ajili ya kuwapa nasaha ili waweze kuyaacha yale ambayo waliokuwa wakiyafanya na warudi kwa Mola wao. Na wao hawakuwa na khiana, wameweza kukubali, kutubia na kurudi kwa Mola wao. Hebu tukatazame klipu hii kisha tutarejea mtazamaji. Masha Allah, bila shaka mtazamaji umewaona mabwana hao namna ambavyo wamekuwa tayari kumpokea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mioyo yao. Wameweza kumrejea Mola wao, wameweza kukubali kurudi kwa Mola wao kutokana na yale ambayo waliokuwa wakiyafanya awali, wameyawacha kabisa. Na kama unavyoona hapo mtazamaji, wamevaa mavazi kwa ajili ya kufanya ibada na wameswali, wengine mpaka machozi yamewatoka. Hili mtazamaji likufanya utabasamu kutokana na kitendo cha mabwana hawa ama vijana hawa kuonyesha kitendo kizuri hiki. Lakini upande wa kutafakari zaidi namwachia Ustadh Maalim aweze kutafakarisha. Naam, katika upande wa kutafakari Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man lam yahtamma bi amri almuslimin falaysa minna, yule ambaye hajishughulishi na mambo ya waislamu wenzie si katika sisi. Lakini katika hadithi yake ama maneno yake mengine amesema kwamba almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, kwamba muislamu ni yule ambaye wamesalimika waislamu wenzie kupitia ulimi wake na mkono wake. Inawezekana wewe hapo jirani zako wapo ambao unawaona hawafanyi ibada, lakini wewe ndio mfanye ibada sana. Lakini wapo watu ambao wamekuzunguka wao hawafanyi ibada, unawaona kabisa wapo katika njia ambayo si ya sawa sawa, lakini huwezi kuweza kuwaongoa kuonyesha njia ya sawa sawa ni ipi. Kwa hivyo tafakari kupitia hadithi ya Bwana Mtume hii ambayo anasema Muislamu ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenziwe kwa ulimi wake, lakini pia kwa mkono wake. Hivyo basi tafakari kupitia klipu hiyo, lakini pia tafakari kupitia hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo basi mtazamaji, tabasamu kisha tafakari. Labbaik Allahumma labbaik. Vipi wewe? Unausikia wito wa hija? Naam, fungua akaunti yako ya hija na umra sasa. Tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu. Ndiyo, usisubiri. Anza kujipanga kutimiza nguzo hii leo. Amana Bank, pamoja katika njia sahihi. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Nakushukuru wewe ambaye uliokuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Ulikuwa nami Alhabib Musa, na kusihi usikose katika vipindi vijavyo vinavyokujia katika siku kama ya leo, muda na wakati kama huu, kwa lengo la kukumbushwa, kujifunza pia. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Ustadh Maalim Ibn Umar. Kwa mawasiliano, maoni, ushauri, wasiliana nasi kupitia namba ama mitandao ya kijamii inaonekana hapo chini ya skrini yako. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
مفتاح جنتي محمد رسول الله مفتاح